نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، يا إخوة الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في محكمه تنزيل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ndugu katika imani, vipenzi vya Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, tukiwa ndani ya mwezi wa pili wa Uislamu, mwezi Safar. Ndugu katika imani, jambo la kwanza kabisa na kuhusieni na kuihusia nafsi yangu kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufuata mambo mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyoamrisha na kuacha mambo mbalimbali ambayo Allah subhanahu wa ta'ala aliyokataza vikali. Ndugu katika imani, Ijumaa ya leo tukufu, tukiwa ndani mwezi wa pili wa Uislamu, mwezi wa Safar, hutuba yetu unaone wake itakuwa ikizungumzia turuqi ash-shaytani fi idlali insan. Mada yetu ya hutuba yetu ya leo itakuwa ikisema kwamba njia ambazo shaitani Allah amlani anazozitumia katika kuwapoteza wanadamu. Turuqi ash-shaytani fi idlali al-ins, njia ambazo mbalimbali anazotumia shaitani kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu, aslaha lahu jamia shuunihi, alimwekea sawasawa mambo yake mbalimbali. Hichi ni kizuri Allah subhanahu wa ta'ala akakitaka kwa mja wake akifanye, lakini pia vile vile Allah baadhi ya mambo mengine mabaya hakuyataka kwa mja wake kuyafanya. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala amma khalaqa al-ins, hivyo hivyo Allah subhanahu wa ta'ala alivyomuumba mwanadamu, lam yatrukuhu suda wala hamala, Allah kumwacha hivi hivi tu, bali arshadahu wa nahahu, bali Allah subhanahu wa ta'ala alimuelekeza na akamkataza, na pia akamwambia mambo ambayo ni mazuri na mambo ambayo ni mabaya. Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba nyie wanadamu, adui wenu mkubwa ni huyu shaitani, laanatullahi alayhi. Katika aya tofauti Allah subhanahu wa ta'ala akatuambia kwamba shaitani ndio adui wetu mkubwa na wa kwanza kabisa, adui wa mwanadamu. Allah akasema katika Qur'ani, katika aya tofauti Allah akatuambia kwamba shaitani ni adui, basi na sisi tumfanye kuwa ni adui huyo shaitani. Ndugu katika imani, miongoni mwa njia ambazo huyu shaitani ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ametutahadharisha naye akatuambia kwamba huyo ni adui mkubwa, yeye alinganie katika kundi lake apate watu wa kwenda nao katika moto wa sa'ir, katika moto wa jahannam. Min turqi idlalihi lilins, miongoni mwa njia zake anazotumia shaitani kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Alula, jambo la kwanza, tazyini albatil, jambo la kwanza ambalo shaitani, kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala alimlani, jambo la kwanza kabisa analotumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, asema tazyinu albatil, ni kumpambia mwanadamu jambo la batil. Shaitani ampambia mwanadamu kwamba alione katika ni jambo zuri asipate tabu nalo. Innal batila lahu suratu qabiha wa raiha mumtina, hakika uovu na machafu yana sura mbaya na raiha mumtina, machafu na maovu yana muonekano mbaya na harufu mbaya kabisa. Hapo katika namna kama hiyo
maovu ama batili ipo katika hali mbaya na ina harufu kariha ambayo kila mmoja akidusa harufu hiyo anakarahika. Walidhalika yamadu shaitanu ila hadha albatil, na kwa sababu hiyo basi ya ubaya wa maovu wa batili, shaitani yeye akusudia, alifata batili hii ama ovu hili, shaitani aliendea na alikusudia, fayughtiyahu bightain jamil wa yalbisuhu libasan hasana, shaitani aendea batili na maovu ayavisha vazi jema na zuri, alifunika na vifuniko vizuri, na mwanadamu anaghurika na malbasi hii na mandhari ambayo shaitani laanatullahi alayhi anakuwa amempambia. Thumma yuzayinuhu, kisha baada hapo shaitani aipamba ile batili. Thumma yabda'u fi ighwaihi al-abd, kisha baada ya kufanya hali hiyo shaitani aanza kulingania kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala katika hali mbaya. Shaitani aipamba batili kuwa ni haki, jambo ovu. Shaitani alilingania kweli kweli watu katika ulimwengu walitekeleze ubaya huo ambao shaitani laanatullahi alayhi anakuwa amelipamba. Qala rabbihi, shaitani amwambia mola wake, amwambia Allah subhanahu wa ta'ala, la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Allah, usiwe na shaka, au wanadamu mimi nitawapambia mambo mabaya waone mazuri. Baada ya kuwapambia asema ahidi hapa kwa kasamu, viapo vikubwa, wala ughwiyannahum ajma'in, na baada ya kuwapambia mambo hayo machafu asema nitawapoteza wote. Ndugu katika imani, tahadhari ayuha muslim, zinduka ewe Muislamu na mtego huu wa shaitani, laana za Allah ziwe juu yake. Ni namna gani katika maisha yetu leo shaitani anavyotubambia mambo machafu, ulimwengu na dunia nzima ikaona hili ndio best, hili ndio jambo zuri kabisa la kufuatwa. Maovu ni mengi, shaitani akawa ndio dai mkubwa kulingania ni ovu, kila mmoja aliona ni ovu, lakini kwa kuwa shaitani kalitengeneza katika namna moja, basi watu wengi wakaingia katika jambo hilo na wakaona kabisa halina shaka. Ndugu katika imani, ihdhari, jitahadhari sana na mtego wa shaitani huu, kuingia katika maovu, katika batili mbalimbali, mtu akakhadaika pengine na walinganiaji waovu. Kwa sababu gani? Wamekuja na sura kwamba kile wanachokifanya ni jambo jema, wanahitaji sapoti, kumbe ni uovu ambao shaitani laana za Allah ziwe juu yake amepamba jambo hilo. La uzayyinanna lahum, Allah mimi hao nitawapambia mambo machafu wayaone ni mazuri, wala ughwiyannahum ajma'in, lakini pia nitawapoteza wote. Ndugu katika imani, tuzinduke na mitego mbalimbali ya shaitani. Maovu ni mengi sana leo ambayo yanatokea yakija na sura nzuri, lakini ni maovu kabisa, na watu wakayapigania wakasema hii ndio sawa na kaacha mambo ambayo ni sahihi. Fa amma al-amru thania, na jambo la pili ambalo shaitani analitumia vikali sana kuwapoteza viumbe wake, Allah subhanahu wa ta'ala sema tasmiyatul maasi bi asma'i muhabbiba. Shaitani pia jambo lingine analotumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala ni kutumia jina, kuita maasi, kuita mambo machafu bi asma'i muhabbiba, kuyaita maovu kwa majina ambayo ni mazuri yanapendeka. Shaitani atumia pia namna kama hii kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, kutumia maovu na machafu kuyaita, kuyapa majina mazuri. Hichi wajua ni kibaya, ni kichafu, lakini shaitani akipamba kwa majina tofauti tofauti na watu wakaingia katika, wakahurika kabisa, mtu akaingia. Wa min suwari hadha at-tazyin, na miongoni mwa namna ya tazyini hii, wal maasi, kuita maasi na fawahisha mbalimbali, kuitwa kwa majina mazuri, asema afanya katika nafsi watu wayapende majina hiyo, lakini yakhfa khabathuha wa fahshuha, ayaita mazuri. Shaitani afanya watu waite maovu kwa majina mazuri, lakini uchafu wake na maovu yake yanakuwa yamejificha katika haya majina mazuri, kama alivyoita shaitani huyu, kama alivyoita mti ule wa kisa cha Adam na Hawa alayhim assalam.
wasamma shajarat alkhuldi, Ibilisi ule mti ambao aliwahuri Adam na Hawa kwamba wakale katika matunda yake, Shetani aliupamba katika majina mazuri na akasema kwamba shajaratu hal adullukum ala shajaratil khuld wa mulkin la yabil. Adam na Hawa, hiyo nisikuonesheni mti ambao mkienda mkala matunda yake nyewe mtaishi milele na mtapata ufalme ambao la yabla, hautakufa ufalme huo, utadumu. Shetani akiwahuri Adam na Hawa kwamba waende katika ule mti ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliowakataza wakale matunda yale, kwamba wataishi milele na watapata ufalme ambao la yabla la yakadu yantahia, hautaisha. Angalia Ibilisi laanatullahi alayhi alivyowahuri baba zetu Adam alayhi salam wa Hawa kwa kuwaambia kwamba, kwa kupamba uovu ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliowakataza, akaupamba katika namna nzuri kwamba nyie nendeni mkale ule mti, mkila matunda yake mtakuwa salama kabisa, kwamba mtaishi milele na ufalme wenu hautakufa, utakuwa ni wa muda mrefu kweli kweli. Hadha tariqu min turuqi idlali al-insi, njia miongoni mwa njia ambazo Sheitani anazitumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Yaqulu Ibn Qayyim rahimahullah, katika nukta hii Imam Ibn Qayyim akasema, waqad waritha atba'u tasmiyat al-umul muharrama bil asma'i allati an-nufusu, asema Ibn Qayyim, wamerithi wafuasi wa Sheitani, wamerithi mfumo huu, mwenendo huu wa Sheitani, wafuasi wa Sheitani wameurithi kwa kuita majina, kwa kuita vitu ambavyo ni haramu kuviita katika majina mazuri. Wafuasi wa Sheitani wamerithi, wamefuata mwenendo huu wa Sheitani kwa mambo machafu ambayo ni ya haramu, kuyaita majina mazuri, kwamba wewe usishtuke kwamba hichi ni kibaya, uone hichi ni kizuri hichi. Bil asma'i allati nufusu, kwa majina ambayo nafsi yanapenda, akisikia majina hayo nafsi zinapenda, kumbe ni uovu ambao Sheitani ameutengeneza kwa kuupa majina mazuri. Fasumu al-khamra bi ummi al-afrah, au wafuasi wa Sheitani hawakuchelewa wakaiita pombe kwamba ni katika, yani ni mama wa furaha. Mtu ukitaka furaha basi wewe ununue pombe. Fasumu al-khamra bi ummi al-afrah, wafuasi wa Sheitani kwa kuita maovu majina mabaya hawakuchelewa pombe wakaita kwamba ndio mama wa furaha. Unapotaka furaha wewe Muislamu, basi usihangaiki, wewe nunua pombe, ndio furaha yako, ndio kinywaji ambacho kitakupa wewe furaha zaidi ya vinywaji vyote. Wakaita pombe kuwa ni mama wa furaha. Fahumu alladhina sumu riba bil fawaida, hawa wafuasi wa Sheitani ambao hupa maasi majina mazuri, wakaita riba kwamba hiyo ni faida tu, usijali, riba ni faida, wewe fanya miamala ya kiriba, haina shida, hiyo ni faida. Ihdhari ayuha almuslim, ziduka wewe Muislamu, watu wanaita majina mabaya majina mazuri, mambo ambayo ni machafu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameyaharamisha, kwamba usishtuki ukifanya miamala ya kiriba, ukitumia vinywaji vya haramu, havina shida. Wewe nunua kisungura unywe, hiyo haina shida kabisa, mawazo zako na fikira zako zitaondoka. Ndugu katika imani, hizi ni njia ambazo Sheitani anazitumia kuwahuri, kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, kwa kuita majina mazuri vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala ameviharamisha. Wasummu wa yusammuna tabarruja alfawadhihi bihuriyati almar'a, pia asema Imam al-Qayyim, wakaita pia ule kwa mwanamke wa Kiislamu kujipamba kuwa katika mandhari fulani, kwamba huo ni uhuru wa mwanamke. Wakasema kwamba atabarruj alfadhihi bihuriyati almar'a, kujipamba mwanamke yoyote kuwa uchi, kutokuvaa jilbabu na kadhalika, huo ni uhuru wa mwanamke huo. Msizungumzie chochote, usimwamrishe mwanamke wa Kiislamu ajistiri, avae nikabu au avae jilbabu, kwamba hapana, huo sio uhuru wa mwanamke, achaishi anavyotaka yeye. Ndugu katika imani, huyu ni Sheitani atumia njia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakaita kwamba mwanamke kujipamba kwamba huyo sio uhuru wa mwanamke. Wayusammuna al-ikhtilatu al-mustahtir
na wakaita pia hawa wafuasi wa shaitani, wakaita kule kuchanga wanaume na wanawake kuwa katika sehemu moja, katika majukwaa tofauti tofauti wamechanganyika, hiyo wakaita kwamba hiyo ni taqaddum wa tamaddun, wakaita kwamba ndo maendeleo hayo, ndio mji unavyotaka hivyo. Hakuna shaka katika hilo, hata wanawake wakusanyike na wanaume pahala pamoja, wakutane katika makongamano tofauti tofauti, hakuna shida. Wakaita jambo hili wafuasi wa shaitani majina, wakatumia uovu kuyapa majina mazuri kwamba watu wasighurike nayo. Wayusamuna almughani alfasiqa alfajira fanana, au wafuasi wa shaitani pia wakawaita wale ambao wanafanya maasi ya kuimba miziki, maasi ya ghina na kadhalika, wakaita kwamba yule ana kipaji, yule muo, yule ambaye aimba miziki na kadhalika, huyo ana kipaji, anafani kwamba Allah amemjalia yule, anafani yule kuimba kwake kule anafani. Ndugu katika imani, fahadha huwa shaitani arrajim, huyu ni shaitani laanatullahi alayhi, atumia jina la fani kwamba kuficha uovu, kwamba kijana wa Kiislamu wazazi wake ni Waislamu waingia katika ulevi wa ghina na miziki na kadhalika. Watu leo katika jamii wasimama na kumsifia kwamba yule anafani ya kuimba, yule Allah amemjalia anafani, kumbe yupo katika maasi na watu wakiipamba katika namna nzuri kwamba watu wasighurike nayo. Ndugu katika imani, huu ni mtego wa shaitani anaotumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Maovu akayafunika sura nzuri ambayo watu wasishtuke nayo. Ukisema yule anaimba mziki na Allah ameukataza katika zaidi ya moja katika Qur'ani, watasema haramu hiyo, lakini shaitani alivyojua hivyo kwamba watu watajua ni haramu, akaitia majina mazuri watu wasishtuke mapema, akasema yule anafani, yule anaimba mziki, yule anafani nzuri yule. Ndugu katika imani, wajmauna kulla hadha alfasq walfujur walisyan tahta ism alfanni, na wanakusanya yote wanaweka katika jina la fani. Maovu yote ambayo mtu atakayoyafanya ataambiwa wewe unafani, wewe unafani nzuri. Sio maovu kwamba wewe unafanya maovu, ataambiwa hiyo ni jina la fani. Kullu hadha liyajdhibu quluba an-nasi ila fahshihim wa khubuthihim, wakatumia njia zote hizi za kuficha maovu katika sura nzuri ili kuwapoteza, kung'oa mioyo ya Waislamu, kuopeleka katika maasi na machafu mbalimbali kwamba wasishtuki. Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala. Hii mitego ya shaitani ambayo analingania kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, tuzinduke nayo, usiingie katika, ndugu katika imani, katika hali hizi ambazo shaitani anazitumia kulingania watu. Fa amma al-amru thalitha, na jambo la tatu ambalo shaitani huyu kiumbe ambaye Allah subhanahu wa ta'ala amemlani, tasmiyatu taati bi asma'i munaffira. Jambo lingine ndugu katika imani analotumia shaitani kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, asema tasmiyatu taati bi asma'i munaffira, ni shaitani kuita ibada toa mbalimbali, kuziita majina ambayo yanamkimbiza mtu. Ndugu katika imani, shaitani hataki maslaha na mwanadamu yoyote yule. Allah alipotuambia shaitani ni adui kwa nyinyi, basi tuzinduke na tumfanye huyu shaitani ni adui kama alivyotaka Allah subhanahu wa ta'ala kusema, ash-shaytan lakum aduwwa fattakhidhuhu aduwwa, shaitani kwa nyinyi wanadamu ni adui, basi mfanyeni adui. Jambo hili la tatu litakushangaza, shaitani analofanya ni kuita ibada mbalimbali ambazo unazofanya wewe Muislamu. Shaitani anaziita kwa majina ambayo ukiyasikia wewe Muislamu unakimbia, hutotaka tena kusikia ibada hiyo, afu ni toa ambayo tumeumbiwa nayo. Asema wanachuoni huyu wa dini ya Kiislamu, innal haqa takunu masha min nur, hakika ya haki inakuwa ina athari katika mwanga. Falau dhanna kama huwa duna tashwihi au taqbih, haki ingekuwa iko hivyo hivyo tu yenyewe, haina ubaya wote, la tafahati ilayhi nufus, nafsi kwamba zingeitikia haki ingekuwa yenyewe tu haina uchafu wote, basi nafsi ingekuwa ukimlingania mtu hapo hapo anaitikia, anakubali dawa yako, usumuki kabisa katika kumlingania. Lakini
wasadat ilayhi alasma, na watu wangesikiliza haki kweli kweli, wangesikiliza haki na wakaikubali. Warakanat ilayhi alqulub, na nyoyo zingetulizana, zingetulia kusikiliza haki ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amewaambia viumbe. Walidha kana dauru shaitani alula huwa taqdihi suwar alhaqi, na jambo la kwanza ambalo sasa ilikuwa ni mzunguko, ni dauru ya shaitani. Fani yake shaitani ni kuifanya hiyo haki ambayo wewe waijua ni haki na unatakiwa kuifuata. Shaitani kazi yake kubwa, wadhifa wake mkubwa ni kuifanya hiyo haki kuwa katika sura mbaya ambayo haipendezi hata kidogo. Wa tasmiyatihi bi asma'i munaffira, shaitani akafanya jukumu la kuita hiyo haki na toa mbalimbali kuziita majina ambayo yasiyofaa. Mifano ambayo shaitani alitumia kuziita haki kwamba ni majina ambayo yanakimbiza. Ukisikia majina kwamba ibada fulani ndio inaitwa jambo hili, wakimbia, utaki hata kusikia, lakini ni ibada. Shaitani akaweka majina ambayo ukisikiliza unakimbia. Fa huwa alladhi auha ila awliyaihi min alkuffar, shaitani huyu ambaye aliwapa wahi, aliwaambia wafuasi wake min alkuffar, katika makafiri, min qaumi Ad, makafiri. Shaitani aliwaambia wa qaumu ya Adi, ayaqulu nabiyihim huwa inna lanaraka fi safati wa inna lanadhunnuka min alkadhibin. Shaitani hapa akamwambia, wamwambie nabii wao Hudi alayhi salam kwamba sisi, inna lanaraka fi safati, ya Hudi, sisi tunakuona wewe unapotulingania tuache shirki, tuache mambo mbalimbali machafu, sisi tunakuona fi safahatin, tunakuona kwamba wewe una jununi, una uendawazimu, una qillatul aqli. Wanachuoni kwamba zile qillatul aqli, jahala na kadhalika, kwamba una mapungufu katika akili wewe, watu kadha tuache shirki. Shetani atoa wahi kwamba ibada ambayo wanailingania nabii wa Allah Hudi alayhi salam, akaipa jina baya kwamba huyu mwendawazimu, huyo nabii wa Allah, huyo mwendawazimu, huyo ana mapungufu katika akili yake. Wa inna lanadhunnuka min alkadhibin, na sisi bwana wewe nabii Hudi tunakudhania wewe ni katika waongo. Angalia shetani huyo Allah amlani anavyozita twaa na ibada mbalimbali, kwamba majina ya kukimbiza kabisa. Mtu akisikia yule mwendawazimu asisikilizwe, yule ni muongo asisikilizwe, kumbe ni haki. Shetani akaitia majina ya kukimbiza kwa watu wasisikie haki hiyo na kuifuata. Wa auha ila kufari qaumi Firauna bitasmiyati Musa wa Haruna sahirani, shetani huyu hakuchelewa pia akawaambia makafiri wenzake wa qaumi Firaun, akawaambia kwamba huyu Musa na Haruna hawa msiwasikilize, hawa ni wachawi wawili, hawa sahirani, hawa wachawi wawili wanawaroga nyie, msiwasikilize kabisa. Qarin hadhani la sahirani, kusema kwamba hawa ni wachawi wawili, hawa msiwasikilize kabisa. Angalia shetani laanatullahi alayhi anavyozipa taa na ibada. Nabii Musa alayhi salam wa Haruna mitume wa Allah wametumwa katika ulimwengu kulingania watu, kuwatoa katika maovu, lakini shetani kwa kuwa analigobaya kuwapoteza akawapa majina wa wafuasi wake kwamba hawa msiwasikilize, hawa ni wachawi, watawapoteza. Ndugu katika imani, auha ila kufari Quraish, pia shetani huyu akawaambia makafiri wa mji wa Quraishi bitasmiyati Rasulillah sallallahu alayhi wasallam bisahiri, pia akawaambia watu wa mji wa Quraishi, makafiri wa Quraishi, kwamba huyu mtume Muhammad huyu analingania watu wa shirki, wa mwabudu wao peke yake, huyu ni mchawi, huyu Muhammad ni mchawi, msimsikilize kabisa. Walkain, na si mchawi pia, ni mganga huyu wa kienyeji, huyu msimsikilize. Maneno gani hayo anayasema kwamba anapewa wahi na Mola wake? Msimsikilize, huyu ni mchawi. Washair, lakini pia si hivyo, pia huyu ni mshairi, huyu wa Kiarabu, huyu ni mfasaha tu wa Kiarabu, azungumza mashairi, ana wahi wote anaopata. Walmashhur, pia akampa majina mabaya ambayo wanakimbiza kwamba wewe ukisikia Muhammad yuko hivi ni mchawi, ni mganga, ni mshairi pia. Walmashhur, pia na karogwa pia, kwamba ukimsikiliza kwamba usimsikilize huyu karogwa huyu na kadhalika. Kumbe Mtume Muhammad analingania katika njia ya haki na kuwatoa watu katika batili na kuwapeleka katika nur, bali kaidi ni vitimi vya shetani laanatullahi alayhi kuwatoa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala katika njia iliyonyoka kwa kutumia majina mabaya kuwakimbiza katika toa mbalimbali.
pia wakamwita pia mwenda wazimu na kadhalika. Waqala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan mas'ura, na wakasema madhalimu, bwana nyinyi mnamfuata huyu Muhammad, huyu ni dhalimu tu, hana chochote, huyu ni mwenda wazimu na kadhalika, msimfuate. Ndugu katika imani, tutanabahike sana na shetani laanatullahi alayhi. Miongoni mwa njia ambazo anazitumia hizi chafu za kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, tusihurike naye, tupate kuwa salama mbele zake Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wastaghfiruhu innahu huwa al-ghafurur rahim wa huwa al-barrul karim. Ud'u rabbakum wa antum muqinuna bil ijaba. Tuko katika imani, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rehema na amani kipenzi cha umma huu Bwana Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tunaendelea na hutuba yetu ya pili ambayo unwani yake ikisema turuku shaitani fi dhalali al-ins, njia mbalimbali ambazo anazitumia shaitani kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma al-amru al-khamis, ama jambo la tano ambalo shaitani pia analitumia kama ni mtego wa kuondoa viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala katika njia ya tauhidi, ni hii hapa at-tadarruju fil idlal. Shaitani pia atumia tadrijia katika kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Shaitani hutumia njia ya kidogo kidogo kumkokota na kumvuta kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala, kumuingiza katika uovu na katika upotevu wa hali ya juu. Inna shaitana la yati al-insana wa yaqulu lahu fa'al hadha min al-ma'siyah wa innama yukarribu khutwatan khutwa, hakika ya shaitani hamjii mwanadamu hivi moja kwa moja na akamwambia kwamba fanya maasi haya na haya na haya. La, shaitani hatumii njia hiyo. Shaitani anavyotumia kumpoteza mtu haji hivyo, hatumii njia hiyo. Wa innama yukarribuhu khatwatan, hakika njia anayoitumia shaitani ni kuja katika hatua moja, anamkurubia kiumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala hatua moja mpaka anamuingiza katika mtego wa hali ya juu. Fahadha huwa shaitani, ndugu katika imani, huu ndiye shaitani, namna anavyotumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Anamkurubisha kidogo kidogo. Mtu alikuwa hawezi kuvuta bangi na nini, basi anamfuata kidogo kidogo, anaanza sigara, anafuata bangi na kadhalika, anapotea huyo. Mwisho wa siku anakuwa ni mlevi kabisa, yani hata madiki kabisa. Shetani alimwanza kidogo kidogo mpaka akampoteza kabisa. Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi waislamu ambao mmemwamini Allah subhanahu wa ta'ala na vitabu vyake na mitume wake na kadhalika, la tattabi'u khutuwati shaitani, msifate hatua mbalimbali za shaitani, msifate hatua za shaitani. Hakika ya shaitani anataka kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, kuwafata kidogo kidogo, atufata kidogo kidogo na kadhalika, mpaka anampoteza mja wake Allah subhanahu wa ta'ala. Mara atamuingiza katika ushirikina, katika kitu kidogo mpaka mtu huyu anapotea na kadhalika, anakuwa hawezi kutoka kwa kufata wito wa shaitani. Ndugu katika imani, fa amma al-amru sadisa, jambo la sita ambalo shaitani atumia pia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, aswaddu anil haqi, ni kuwazuia, ni kuwafumba katika haki. Muislamu unapotaka kuslimu, kuamini na kadhalika, kuifuata haki, kuambiwa hii ni haki, ushirikina ni batili, ukaacha hili jambo ni chafu, unataka kuifuata, shaitani yeye anasimama baina yako na kukuzuia wewe kuiendea ile haki. Akhadha shaitanu ahadan la yudhillana bani adam ajma'in, shaitani na hili alichukua ahadi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwamba nitawapoteza tu wanadamu, viumbe wako hao Allah, mimi nitahakikisha ninawapoteza tu, nitawazuia katika njia ya haki. Wakuta leo wanachuoni wanafanya dawa na kadhalika, wanalingania katika njia mbalimbali za haki, lakini watatokea watu ambao ni wafuasi wa shetani, wenyewe wakawa dhidi ya ile dawa ambayo wewe wailingania na kadhalika. Huyu ni shetani ambaye hataki watu wakaijua haki ambayo inatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fabima aghwaytani la aqudanna lahum an siratikal mustaqim, shetani amwambia Allah, umenipoteza mimi na mimi nitasimama katika njia ya wanadamu wasifate njia iliyonyoka, nitakuwa dhidi yao, nitawazuia katika njia ya haki. Huu ni mtego ndugu katika imani, njia ambayo shetani anaitumia leo hii. Wafanya dawa kwa muda mrefu,
walingania wasiokuwa Waislamu wasilimu, lakini shaitani yupo yeye ataki wale watu wakapata haki. Yuko pamoja waache watu katika shirki, katika kutokujua swala zao, kutokujua Qur'ani. Shaitani yeye anasimama, ukilingania bwana, kuna darasa ya Qur'ani, njooni mjifunze kitabu cha Allah. Hawataki, shaitani anawaweka bize tu, anawashughulisha na kadhalika. Muislamu ajifunze kitabu chake cha Allah na kadhalika. Wengine wanasubiria pengine ashakufa ndo asome Yasin tena amwagiwa na maji katika kaburi lake, kwamba hii Qur'an la. Ndugu katika imani, huu ni mtego wa shaitani. Hataki wewe ukaijua haki. Misahafu ni mingi katika misikiti mbalimbali ya jana, lakini kama ni mkura wasomaji wako wapi wa Qur'ani hiyo? Waislamu wako wanashughulika, shaitani washughulisha wasisome Qur'ani na wakajua haki. Ndugu katika, ni mtego wa shaitani huu. Hataki Muislamu akajua swala, hataki kabisa. Wewe ukisikia adhana waje kusali, ukiweka darasa mtu aondoka hajui. Shaitani apenda hivi, yani shaitani wakati mwingine anakuamsha vipindi vya swala, pia anakuamsha kasali, lakini anajua unapoenda kusali al-Fatiha hujui, maneno mbalimbali ya swala, adhkari za swala usijui, na hataki pia ukajua. Anakuwa dhidi yako, usijue haki, usijue maneno ya swala, usijue tahiyatu, usijue kumswalia mtume na kadhalika. Shaitani yeye anafurahi kabisa. Kwa sababu gani? Anajua hutapata kitu, swala zako zote hizi hazikubaliki. Huyu ni shaitani anasimama kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala wasijue haki, aswaddu anil haqi, kuwazuia katika kujua haki. Asema shaitani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, fabima huwaitani, Allah kwa vile ulivyonipoteza mimi, la uzayyinanna lahum, la aqudanna lahum an surati, nitakaa mimi nitawazuia tu hawa katika njia iliyonyoka. Ndugu katika imani, tuzinduke na mtego huu wa shaitani. Hii Qur'ani ni yetu sisi, ambayo wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuachia tujifunze. Kila Muislamu ajifunze Qur'ani. Ni kitabu chako, sio kila siku wewe wasomewa Qur'ani. La, jifunze Qur'ani, tenga muda wa kujifunza. Hizi shughuli za dunia hazitaisha kabisa, hazitaisha mpaka baada ya babu utafunikwa katika hali hapo, ndio zitaisha. Kila siku mambo yanazidi kuwa mengi. Hauna siku kama utasema nitapata muda mzuri labda nitajifunza. La, hii dunia iko bize hivi hivi, na Mtume alitabiri kwamba dunia itakuwa kasi hivi hivi, itazidi kuwa nzuri. Waislamu watu watataka kusoma, watashughulika na kadhalika. Ihdhari ya ayuha almuslimu watanabba, zinduka ewe Muislamu na mtego huu wa shetani anaotumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Fa amma al-amru sabi wal akhir, na jambo la mwisho kabisa tukimalizia hutuba yetu, ambalo analitumia shetani pia ni njia yake ya kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, idhhari nusuhi lilinsan. Shetani pia anatumia mtego katika kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala, atumia njia ya kudhihirisha nasaha kwa mwanadamu. Shetani huyu ambaye twamuona huyu, twaambiwa na kadhalika, twamuhisi, shetani atumia njia ya nasaha kumpoteza mwanadamu pia. Hakunasihi, kumbe anakupoteza kwamba fanya kitu fulani, kumbe shetani ni mtego wake wa wewe kukupoteza. Na jambo hili pia si kwa sisi, aliweza pia kuwapoteza viumbe bora, binadamu wa kwanza. Tamakana min ighwai abawaina wa ikhrajihima min aljanna. Njia hii shetani aliitumia kuwapoteza baba zetu, kumpoteza Adam alayhi salam na mama yetu Hawa. Njia hii ya nusha shetani aliitumia kumpoteza Adam na mama yetu Hawa na kumtoa katika pepo yake Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasamahuma inni lakuma minan nasihin, na aliwaapia kabisa, nyie msijali huo mti, nyie nendeni mkale, mimi na wanasihi, msiwe na shaka kabisa. Hii njia shetani anaitumia kukunasihi wewe katika machafu na maovu, usijali wewe kafanye. Njia hii aliitumia kumpoteza Adam alayhi salam pale alipomwambia kwamba nendeni katika huo mti, au amekukatazeni nyie nendeni mkale, mimi na wanasihi kabisa, matunda yale yanawapita kabisa ya pepo, nendeni mkale na wanasihi. Ndugu katika imani, tuzinduke na mitego ya shetani anayoitumia kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Na njia hizi chache miongoni mwa nyingi shetani anazitumia sana katika ulimwengu kupoteza watu na kadhalika. Majina mazuri yakaitwa ibada mbaya, kapewa majina mazuri pia. Toa zikaitwa majina machafu na kadhalika, kwamba watu wasisikilize toa. Ukizungumza swala fulani hilo liko hivi na kadhalika. Ndugu katika imani, tuzinduke na shetani huyu ambaye ni adui wetu. Kama kuna maadui katika ulimwengu tuwaona, basi Allah subhanahu wa ta'ala adui aliyetuambia huyo ndio hatari
wa maisha yetu, anataka kututoa katika njia ambayo iliyonyoka, na anatafuta watu wa kwenda nao katika moto wa Jahannam. Allah anasema innama yad'u hizbahu, hakika ya shaitani analingania watu wake aende nao katika moto, liyakunu min ashabi sa'ir, ili awe nao katika watu wa motoni. Ndugu katika imani, tumcheni sana Allah subhanahu wa ta'ala tupate kufaulu. Tujikinge sana na njia hizi za shaitani, mtu asiitiwe kinywaji cha haramu na kadhalika kikaitwa majina tofauti tofauti. Mtume anasema al-khamru ummul khaba'ith, pombe ni mama wa wachafu. Mtu anapoingia katika vilevi vya pombe na kadhalika, huo ndo mama wa uchafu, mama wa baya yote. Vinywaji hivi vikaitwa majina mazuri mazuri na kadhalika. Mtu anaghurika kwamba ile haina shida ile, wewe tumia, kumbe waingia katika machafu na kadhalika, na kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala na kuingia katika mtego wa shaitani. Tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atukinge na njia mbalimbali ambazo anazitumia shaitani katika kuwapoteza viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. Allahumma rabbana arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam.